tufanye maadhimisho ya watumishi na vigelegele. Amen and amen. Inua mikono yako miwili juu mbele za Bwana. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, asubuhi hii ya leo twainua mikono yetu kwa ishara ya kujisalimisha kwako kwa sababu ya matendo makubwa na ya ajabu ambayo Bwana umetenda. Tunapokusifu leo Bwana, hatukusifu eti kwa sababu ni siku nyingine tumekusanyika, lakini Bwana tunakusifu with understanding. Baba, tunakusifu pia kwa kushuhuda wa mambo ambayo Mfalme umetenda katika maisha yetu. Hili ni ombi la mioyo yetu asubuhi hii, kwamba Bwana ukubali sifa zetu, kubali heshima, kubali sadaka zetu za ibada tunazokutolea siku hii leo. Twasema hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ndiye sababu ya sisi kuwa hai leo. Wewe ndiye sababu ya sisi kuwa na afya ya mwili leo. Wewe ndiye sababu ya kwamba tunapata chakula chetu cha kila siku. Wewe ndiye sababu ya kwamba tuna mavazi ya kuvaa milini. Wewe ndiye sababu ya kwamba tuna amani katika mioyo yetu na hata katika nchi yetu. Na kwa hivyo Baba, tumekuja siku hii ya leo ili Baba mbele zako tuseme ni asante. Tumekuja Baba ili tuseme uinuliwe. Tumekuja tuseme hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunajiuliza swali hili leo Bwana, kama sio wewe sisi tungelikuwa wapi? Kama sio wewe Bwana tungelikuwa makaburini. Kama sio wewe Bwana tungelikuwa katika vitanda vya hospitali. Kama sio wewe Bwana tungelikuwa masikini wa kuombaomba. Kama sio wewe Bwana tungekuwa wenye dhambi. Lakini kwa sababu ya wema na neema na fadhili na upendo ulio nao juu yetu, tuko hapa siku ya leo. Pokea shangwe na vigeregere. Pokea shukrani zetu siku hii ya leo. Asante Mfalme, asante Bwana, hata kwa sababu ya kutuokoa. Asante kwa kutusamehea dhambi. Asante kwa kutukomboa kutokana na vifungo vya dhambi ambavyo vilitufunga. Tulikuwa watumwa wa dhambi, lakini Bwana kwa neema ukatuweka huru. Tunakushangilia siku hii leo katika jina la Yesu. Bwana, tulitumikia shetani, tulitumikia tumbo zetu, tulitumikia mambo ya dunia, lakini ukatukomboa na vifungo vya utumwa ule na ukatuachilia twende tukakutumikie. Baba, tunasema ni asante. Tunakushangilia leo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tunasema ni asante Bwana. Tunaanguka miguuni pako siku ya leo Baba, tukiomba msamaha wa dhambi, tukiomba Bwana utuhurumie, ututazame na macho ya rehema asubuhi hii katika jina la Yesu. Mioyo yetu asubuhi ya leo Bwana imeingia katika nyumba hii ikiwa na njaa na ikiwa na kiu na ikiwa inatazamia neno moja kutoka katika kinywa chako. Bwana, zungumza nasi. Bwana, nena nasi. Bwana, tuhudumie leo sisi watoto wako. take dominion. Come, Lord, and lay in this place. Holy Spirit, come and take the preeminence in this place, Lord. Holy
Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God who raised Jesus from the death. We welcome you here. We are in your presence. Holy Spirit of God, come and minister to our hearts. Come and minister to our life, Lord. Oh, Rashanda Rapakata Gadaburina Zekete. Holy Spirit of God, come and heal our hearts. Come and heal our bodies, Lord. Holy Spirit of the living God, come and set us free today, because the Bible says that where the Spirit of God is, there is liberty, and in the presence of God there is fullness of joy. Holy Spirit of God, we are in your presence. Oh, come and lay, Holy Spirit. Tawala Roho Mtakatifu, tamalaki nyumba hii, tamalaki anga ya nyumba hii leo katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu shuka, tembea ukituguza kila umoja, tembea ukituhudumia kila umoja kulingana na mahitaji yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, because you are here. We celebrate you, Holy Spirit. We celebrate you, Holy Spirit. Let us celebrate, Holy Spirit of God, in the mighty name of Jesus. Twainuka kinyume na utawala wote wa nguvu za giza. Nguvu zote za uchawi. Nguvu zote za uganga. Nguvu zote za washirikina. Nguvu za mapepo na majini na ibilisi na nguvu zote za giza. Sasa hivi twazikamata. Twakamata kila pepo, kila roho mbaya ambaye anaweza kuwa na tawala maisha yetu. Mtu yeyote aliye hapa amefinyiliwa na mapepo. Mtu yeyote aliye hapa na ana matatizo ama shida ambayo imetokana na nguvu za giza, sasa hivi tutangaza kwamba hizo nguvu za giza zimuache hivi, zimuache in the name of Jesus, zimuache in the name of Jesus, tumuache in the name of Jesus. Na tunawachilia moto wa Roho Mtakatifu, fire of the Holy Ghost, 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 in the mighty name of Jesus. Tunatangaza chochote ambacho sio cha Mungu kiteketezwe na kichomwe na kigandamizwe na kifinyiliwe na kiondolewe katika jina la Yesu Kristo. Tunafanya shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu, shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu, shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Zote tuseme amen, and amen, and amen, and amen. Tupigie Bwana Yesu shangwe na vigeregere in Jesus name. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu naomba tufungue Biblia zetu in the book of Luke chapter 13 and verse 11. Luke 13 and verse 11. Are you there? Tuko pamoja? Nauliza nyinyi, tuko pamoja? Okay. The Bible says, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity for 18 years, and was bent over, and could in no way raise herself up. Endelea. But when Jesus saw her, he called her to him, and he said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." And he laid his hands on her,
And immediately, she was made straight and glorified God. Blessed be the name of the Lord. Ebu nipe John 5 verse 5. John 5 and verse 5. Then tutafululiza mara moja. Now a certain man who was there, who had infirmity. Biblia yangu inasema he had a spirit of infirmity for 38 years. Tupe verse 7. Ama tutuendelee. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition in a long time, he said to him, do you want to be made well? The sick man answered, listen, the sick man answered, sir, I have no man to put me into the pool when water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath day. Blessed be the name of the Lord. Roho Mtakatifu, nena pamoja na mioyo yetu siku ya leo. Neno hili liliandikwa na wanafunzi na watumishi wako Bwana uliowatia pumzi ya uzima. Roho wako Mtakatifu akawasaidia kuandika mambo haya. Huyo Roho anaishi hata leo. Tuomba atufunulie mambo haya, atunene kile ambacho Bwana ungependa tusikie kutoka leo kwa utukufu wa jina lako. Ninapolinena neno hili Bwana, na nyenyekea miguuni pako, na ninaomba Bwana unisaidie na usaidie kila mmoja wetu kushika na kuelewa kile ambacho Bwana ungependa tushike, na sio kushika tu, lakini Bwana neno hili litende kazi na jambo katika maisha yetu leo. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Zote tuseme amen. Jumapili iliyopita nilishiriki nasi ujumbe ambao niliuita coming out of bondage. Kutoka katika vifungo ama kutoka katika mateka. Na nikaelezea vizuri kulingana na jinsi ambavyo tulisoma neno in the book of Exodus, jinsi wana wa Israeli walivyokombolewa kutoka nchi ya mateka na Mungu. Na tukaona hata baada ya kukombolewa na Musa na Haruni wamepatiwa ruhusa na Farao aliyekuwa amewafunga watu, baada ya hao kuachiliwa na kuanza safari ya kutoka nchi ya mateka wakielekea nchi ya urithi. Farao ambaye tunamfananisha na Ibilisi ama na Shetani, aligairi ni kwa nini amewaachilia wana wa Israeli watoke. Na tukakubaliana zote siku ya Jumapili ya kwamba tulipoamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, tulikombolewa kutoka kila aina ya umateka, kila kifungo ambacho kilikuwa kimetukamata tulifunguliwa. Lakini nikakuonyesha ya kwamba hata baada ya sisi kukombolewa kutoka umateka ule, yeye aliyekuwa ametufunga ambaye ni Shaitani hakufurahia. Na baadaye nikakuonyesha ya kwamba alianza kazi ya kuhakikisha ameturudisha tena katika umateka. Na kwa hivyo
kuna watu ambao wameokoka na wamemwamini Yesu Kristo, lakini shaitani alifaulu kuwarejesha katika umateka. Lakini hata kama amefaulu kuturejesha katika umateka, ukweli wa mambo ni huu, ya kwamba sisi tuko huru, na kwa hivyo mahali ambapo tumerejeshwa ni shetani, si mahali petu kamwe. Na nikasema jambo moja ambalo lilisababisha Mungu awakomboe wana wa Israeli kutoka Misri, ni kwa sababu they were not belong there. Hawakupaswa wakae Misri. Na sisi Mungu ataendelea kutukomboa na kututoa katika umateka, maana sisi sio wa mateka. Sisi tuko huru. Sisi sio wa kufungwa na kugandamishwa na kukaliwa. Sisi tulifunguliwa. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Na kwa hivyo ujumbe ukaendelea kwamba lazima turudi katika nafasi zetu. Lazima tufunguliwe, tutoke katika umateka. Na nikashiriki mateka mbili ambazo ni lazima, hakuna kujadiliana, tutoke. Na tukasema mateka ya kwanza ambayo ni lazima tutoke kabisa ni mateka ya dhambi. Lazima tusifungwe tena, tusifanywe slaves wa dhambi tena. Na namba 2, tukasema ni lazima tufunguliwe katika ule umateka ambao hushika mtu ili ya kwamba asimtumikie Mungu. Na tukasema ni lazima tutoke katika vifungo vyovyote vile ili tumtumikie Mungu. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Na mchana wa leo naendelea na ujumbe huo, lakini with the subtopic ambao ninauita freedom from spiritual infirmity. Freedom from spiritual infirmity. Uhuru kutokana na roho wa uwete ama roho wa udhaifu. Na ningependa kabla sijaendelea sana ni kuonyeshe vile the spirit of infirmity, vile roho wa uwete ama roho wa udhaifu unavyofanya kazi katika maisha ya watu. Na hii ni roho ambayo shaitani amefaulu kuwarudisha Wakristo wengi. Wameokoka, wanaenda mbinguni, wananena kwa ndimi, lakini wana spirit of infirmity katika maisha yao. Nisikize, the spirit of infirmity ni roho ambayo huleta uwete wa kiroho, ili kwamba ukishafanyika kiwete wa kiroho hautaweza kufikia yale mambo na baraka ambazo Mungu amekuwekea. Nisikie na uniangalie. Inaweza kuwa Mungu amesha kubariki, na si kwamba inaweza kuwa ni hivyo. Zote tumebarikiwa, zote tulipomwamini Mungu, hata kabla hatujazaliwa. Kila baraka ya mwanadamu Mungu aliitayarisha na kuiweka mahali fulani, na ameiweka pale. Sasa ikiwa sasa ni wewe utoke, uanze hatua moja kwa nyingine, ufikie baraka zako ambazo Mungu amekuwekea. Lakini sasa bondage hii inakuja kwa njia ya roho wa uwete, ambapo shaitani anakufunga miguu ama analeta aina ya uwete wowote ule kuhakikisha ya kwamba wewe ni mateka hapa, ili hali baraka zako, ili hali vitu vyako viko pale, hauwezi ukafifikia. Jina la Bwana wetu anapewe sifa. Analeta aina ya uwete ambao si wa kawaida, ni uwete wa kiroho, na diposa unaitwa spiritual infirmity, spiritual weakness. Na nimekuonyesha vizuri in the book of Luke chapter 13 and verse 11. Maandiko inasema palikuwepo na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na roho, shika hapo sana, roho ya uwete. Huyu mama hakuwa kiwete,
Bwana wetu apewe sifa. But kuna roho iliyokuja ikamkamata na ikamshika. Maandiko inasema ikampinda, mgongo wake ukainama, mgongo wake ukaangalia chini, na akawa sasa hata kuinuka aangalie pale hawezi. Na maandiko inasema huyu mwanamke akakaa miaka 18 akiwa mateka wa roho wa uwete. Blessed be the name of the Lord. Na kulingana na maandiko inatuonyesha ya kwamba this woman was a believer. Kama ni leo tunaweza sema she was a Christian, kwa sababu maandiko inatuonyesha siku ile alikuwa ndani ya sinagogi na ilikuwa ni siku ya Sabato. Walioweka Sabato ni watu ambao walikuwa wameamini torati za Musa, na sio tu kuziamini, lakini pia walikuwa wanafanya kama vile ambavyo wameulizwa wafanye. Hivyo inatuonyesha ya kwamba alikuwa ni mama mzuri wa kanisa. Na ukitaka ujue alikuwa ni mama mzuri wa kanisa, kuwa kiwete, kuwa amejipinda, hiyo ingekuwa ni sababu tosha ya yeye kutohudhuria any service. Maana hata watu wote wangesema Nyina wa Kamau hata hawezi fika kanisani, maana yeye ameinama na labda kwao ni mbali. Lakini inatuonyesha ya kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na passion for God. Hakuwa tu mtu hivi, alikuwa ni mtu ameokoka, alikuwa ni mtu anapenda Mungu, kwamba hata ingawaje ana uwete ule haukumzuia aende kanisani. Ni watu ambao wanapenda Mungu sana, ambao mambo madogo ya kimwili haiwazuii kwenda kutafuta Mungu, ni kwa sababu wanampenda. Lakini sikia, hata ingawaje alipenda Mungu, hata ingawaje aliamini Mungu, hata ingawaje alikuwa na passion for God, alikuwa under bondage ya kitu kinaitwa the spirit of infirmity, spirit ya uwete, spirit ya udhaifu, ambayo ilikuwa imemkunja. Wakati umekunjwa hivyo, ni kumaanisha kuna mambo hawezi ukafanya. Sioni kama huyu dada angeweza kwenda kibarua chochote. Sioni kana kwamba huyu dada kuna kazi kubwa ama ya maana angeweza kufanya. Ni kwa sababu ya ile roho ya uwete. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. But the Bible says, Yesu alipoingia katika sinagogi akiendelea kufundisha, akatambua ya kwamba huyu mama ambaye ameinama, si kuinama kwa sababu ya miaka, si kuinama kwa sababu mifupa iko na shida, si kuinama kwa sababu ana ugonjwa. Hii ni roho mbaya ambayo ni roho ya umateka. Imemkamata, imemkunja, imemfinyilia. Sasa kuna vitu hawezi akafanya, na maandiko inasema hapo ndipo Yesu alimwekelea mikono na akamwambia, mama, kutoka leo wewe umeponywa. Na maandiko inasema mara moja mama akasimama straight. Blessed be the name of the Lord. That tells you hakukuwa na shida yoyote kwa spine cord yake, hakukuwa na shida yoyote kwa mgongo wake ama kwa mifupa yake. It was a spirit. Blessed be the name of the Lord. Na nimekuja kusema leo ya kwamba ni lazima uwekwe huru kutokana na roho wowote wa udhaifu. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Nitaelezea tuone mtu wa pili. Mtu wa pili, maandiko inasema alikuwa kwa kizima kinaitwa the pool of Bethesda. Na maandiko inasema pale katika kizima cha Bethesda palikuwa ni mahali
ambapo paliwekwa kwamba malaika wa Mungu anashuka mara moja kwa mwaka, anatibua kizima, na ilikuwa akitibua kizima mtu mwenyewe ambaye ako na shida aingie kwenye kisima. Haikuwa malaika ati akitibua watu wakupeleke ukapone, no. Ilikuwa condition ni hii: ukiona kizima kimetibuliwa, wewe mwenyewe uende uingie kwenye kizima upokee uponyaji wako. But tunaona mtu mwingine hapa ni mgonjwa. Kando na ugonjwa, ana spirit of infirmity. Kando na kuwa mgonjwa, ni mgonjwa kiasi ya kwamba hata hawezi kwenda kwa daktari. Ni mgonjwa kiasi ya kwamba hawezi enda hospitali. Ni mgonjwa kiasi ya kwamba hawezi kunywa dawa. Dawa iko, lakini ugonjwa wake ni beyond ugonjwa, kwamba ni mgonjwa. Hata kama dawa iko, ugonjwa huu unamzuia asikunywe dawa. Sijui kama unanielewa. Maana watu wote waliokuwa mahali pale ilikuwa wamewekwa pale, kizima kikitibuliwa, waende wachukue dawa, wakunywe, wapone. But this man had a spirit of infirmity ambayo ilimuletea uwete. Hata kuenda kupokea dawa ni shida, hata kuenda kupokea uponyaji ni shida. And the Bible says for 38 years, listen to me and listen to me good. So Bethesda, si Bethsaida, Bethesda ilikuwa ni kama kanisa, ilikuwa ni kama hekalu, ilikuwa ni kama uwepo wa Mungu. Let me tell you, na sasa jamaa anakaa in the presence of God 38 years. Mtu anakaa kanisani miaka 38. Katika kanisa hii ako kila Jumapili miujiza inafanywa, watu wanafunguliwa, watu wanatajirika, watu wanasonga mbele. Lakini yeye anakaa huko 38 years bila kupokea uponyaji wake. Why? Because he was in a bondage, and the spirit of infirmity ilikuwa juu yake ikimwambia, wewe kaa kanisani tu miaka yote, wewe kaa mbele ya uwepo miaka yote, lakini tumekufunga kiasi ya kwamba hata kama uko kanisani, hata kama unaonaga malaika na macho, wewe hautawahi pokea kile ambacho ni chako. Shaitani anakufunga jela. Blessed be the name of the Lord. That tells you, unaweza kuwa mwokovu, unaweza kuwa Mkristo, unaweza kuwa mtu wa Mungu ambaye hakosi kanisani, ama hata huwe hautokagi kanisani. Maana huyu jamaa hata hakuwa anatoka, alikuwa nakaa hapo Bethsaida, alikuwa amekuja na mattress, alikuwa nakaa hapo. Unaweza kaa katika nyumba ya Mungu miaka yote, lakini kuwe uko under bondage na spirit of infirmity amekufunga. Spirit of infirmity ni roho mubaya zaidi. Unajua uwete unapokuja ni kumaanisha sasa mimi nikiwa kiwete wa mikono siwezi chukua hii maji nikunywe, maana mimi ni kiwete. Bwana wetu apewe sifa. Hata kama ile ndio baraka yangu, nikiwa kiwete mguu siwezi toka niende pale nichukue baraka zangu, maana niko under bondage. Blessed be the name of the Lord. Nisikie leo, kuna kifungo ambacho hufunga mtu, kifungo cha kiroho, na kinakuletea uwete wa kiroho. Yani wewe unajua ni nini kinahitajika kifanywe, lakini kufanya inakuwa ngumu kwako. Blessed be the name of the Lord. Roho huyu anaweza shika mtu
aseme wewe nimekufunga mikono, hautawahi nunua kitu, hautawahi toka from level A uende level B, anakuwekea roho wawete. Blessed be the name of the Lord. Uko na pesa kwa mfuko na unapenda hii maua ununue uende naye nyumbani, lakini ukifika dukani unaiangalia, unaweka chini, tena unaenda unasema hii nitanunua. Kitu ingine inakwambia ni mzuri lakini usinunue leo, pesa iko mfukoni, tena unaenda unarudi lakini ningenunua. Unaenda hata unaweka kwa basket, unasukuma unasema singenunua, hata ili usiaibike unaiwacha kwa basket, unarudi nyumbani. Hicho kitu ulikitaka, uko na pesa kwa mfuko, lakini ulishikwa mateka na pepo fulani akasema wewe hautawahi nunua kitu. Blessed be the name of the Lord. So unamuona mtu katika nyumba ya Mungu, ukimuona unaona anapaswa awe level fulani, lakini haendi hiyo level kulingana na payslip yake, kulingana na kazi mahali ameandikwa, kulingana na vitu anavyofanya. Kuna kiwango anapaswa awe, lakini hawi. Blessed be the name of the Lord. Tuseme labda anafanya kazi anafanya kazi ya hardware. Unaona kwamba watu wote ambao wana hardware area ya kwao wote wamestawi, wamesonga mbele, lakini yeye asongi. Unaona mtu anaduka ana biashara ya supermarket, watu wote ambao wana supermarket kuna viwango wameenda, lakini huyu haendi. Si kwamba hauzi, si kwamba hanunui vitu, lakini kuna spirit of infirmity ya wete ya kusema hawezi toka point A uende point B, inakukamata. Blessed be the name of the Lord. Na mtu yule ukimwangalia anaonekana tu yuko sawa. Blessed be the name of the Lord. Kuna watu ambao hata ili kitu fulani ije mikononi mwake, labda watu wengine waende watafute wamulete, kwa sababu yeye hawezi akanunua. Bwana wetu kwa sifa. Nakuta mtu anaona nguo imeisha, ana pesa za kununua, lakini hawezi kununua. Anatoka nyumbani anaelekea kununua nguo, akifika town anarudi bila kununua, na pesa yuko nazo. Sasa mpaka mtu mwingine achukue hizo pesa aende amununulie, yeye amuletee, ni kwa sababu kuna umateka ambao shaitani alimkamata nao. Nimekuja kusema leo kama vile Yesu alisema kwamba ni lazima roho wa uwete utuondokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shaitani alijua kwamba tunaweza kukombolewa na tutoke kule mahali ambapo tulikuwa, lakini tukija hapa atuletee umateka. Sema umateka huo nimeukataa. Hebu ni kuonyeshe kitu in the book of Exodus chapter 10 and verse 24. In the book of Exodus chapter 10 and verse 24. Very quickly. Exodus 10 verse 24. Listen. Then Pharaoh called to Moses and said, "Go, serve the Lord. Only let your flocks and your herds be kept back. Let your little ones also go with you." To pay verse 26. Our livestock also shall go with us. Not a hoof shall be left behind. Jina la Bwana wetu lipo sifa. Angalia hapa. Musa
ameambiwa waachilia watu wa Mungu waende wakamtumikie. Waachilie waende. Anakaa anasema, nitawaachilia. Anaita Musa. Anamwambia, sasa ninataka kuwaachilia leo, muende mtoke kwa mateka, lakini muache vitu vyote hapa. Mfanye nini? Muache nini? Vitu vyote hapa. Moses anaambia Musa, sisi hakuna kitu tunawacha. Hata ile mahungu ya ng'ombe hatuachi, tunaenda nao. Listen to me. Livestock siku zile ndiyo ilikuwa utajiri wa watu. So utajiri wa watu hawa ulikuwa katika mifugo. Na unajua ya kwamba resources, pesa, mali, vitu ndiyo uweza wa kukuwezesha kufanya mambo. Wewe bila pesa, wewe ni kiwete. Wewe bila mali, wewe ni kiwete. Wewe mikono mitupu, wewe ni kiwete. So listen, the strategy ya Moses ilikuwa watu hawa wawe huru, lakini wawe huru mikono mitupu. Wawe huru lakini wasiwe na chochote. Maana wakati ambapo wewe hauna kitu, wewe ni mateka wa wale ambao wako nacho. So in other words, alitaka kuachilia watu hawa, lakini awakripo, awafanye viwete, kwamba pasipo kuja mtu awasaidie hawawezi fanya kitu. Lakini Moses akamwambia, listen, sisi hakuna kitu chochote ambacho tunawacha. Sisi tutaenda na mali zetu. Sisi tutaenda na mifugo yetu. Sisi tutaenda na dhahabu zetu. Sisi tutaenda na vitu vyetu. Listen to me. This is a strategy that the devil uses. Anawaachilia wa Kristo, anawaambia endeni, sasa muko huru. Na kweli tunajiona tuko huru. Lakini nguvu, uweza anatushikia. Anakamata mali zetu. Anakamata ng'ombe zetu. Anakamata mifugo yetu. Anakamata kuku zetu. Anakamata dhahabu zetu. Anakamata fedha zetu. Anatuambia endeni. Lakini leo katika jina la Yesu tumekuja tumwambie kama jinsi Musa alimwambia, sisi hatuachi mali zetu. Sisi hatuachi ng'ombe zetu. Sisi hatuachi pesa zetu. Maana hata kuenda bila pesa ni bure. Hata kuokoka bila chochote ni bure. Tutaenda na mali zetu. Nimekuja kusema, any spirit of infirmity in your life today must be broken in the mighty name of the Lord. Wote wawete ambao shaitani amekuweka, wengine wamewekwa uwete wa kupungukiwa, wengine wamewekwa uwete wa kukosa, ili wasiende kufanya kile ambacho wanahitajika wafanye. Lakini kwa upako wa Roho Mtakatifu nimesema, the spirit of infirmity lazima ituache. Lazima tuwe huru, na tuwe huru kabisa katika jina la Yesu Kristo. Musa akimwira, ona mahogo tutiratiga. Blessed be the name of the Lord. Wengine wetu tumekuja ndio tuko huru, lakini tuliwacha uweza wetu. Tuliwacha mali zetu. Tuliwacha nguvu zetu. Tuliwacha mifugo yetu. Lakini leo nimekuja kusema, our freedom from the spirit of infirmity has come in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lazima tuwe huru, na tuwe huru tukiwa active. Todo no gikoro we huru na we huru kioje. Dole no we athi wa gwika todo riwo gwikara wheelchair-ini, si ndio? Utaka tu kwa wheelchair. Mahali wheelchair, mahali inaweza kufika, hapo ndipo unaweza fanya nini?
Wheelchair haiwezi fika Mombasa. Wheelchair labda ikupeleke hapo choo, ikupeleke hapo nje, ama ikupeleke pale pengine. Lakini shetani anakudanganya kwa maana tu na move allowed, uko huru. Nimekuja kusema tuko huru na kila aina ya uwete ifunjike katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. And let me tell you, church, his spirit of infirmity is a very bad spirit. Blessed be the name of the Lord. Is a very bad spirit. Na hii spirit of infirmity inaweza kuja ishike sehemu yeyote ya mwili wako. The spirit of infirmity inaweza shika mawazo yako. Wewe ni mtu umesoma, lakini vile unalizo na vile unafanya mambo ni kama mtu ambaye hakuingia nursery school. Mawazo yako ilitiwa uwete. Paka watu wakikuangalia, ginya andu magagwiciriria ike mundu uyu atangika no ria turona maundu make no kwagira. Yani mpaka watu wanajaribu iki atangiko, maana mawazo yako imekamatwa, imetiwa uwete. Yani baraka zako ziko hapa, mambo ambayo Mungu amekuwekea yako hapa, lakini mawazo yanakuwa kiwete, yanainamishwa, hauwezi fikiria. Blessed be the name of the Lord. Shaitani anaweza shika miguu yako mahali ambapo ni mahali pa hatima yako, ana make sure wewe ni kiwete wa kuenda pale. Blessed be the name of the Lord. Shaitani anaweza shika mikono yako. Blessed be the name of the Lord. Sema mikono yako. Na watu wengi ambao wamecommit suicide ni watu ambao shaitani alifaulu kushika mikono yao. Yani mtu huyu ana potential ya kufanya kitu fulani katika maisha, lakini shaitani anashika mikono yake, hawezi fanya. Miaka inasonga, mtu yule akiangalia naona nilikuwa na uwezo wa kufanya ABCD, lakini sikuweza kufanya. Anajidharau, anajiona bure, anajiona kitu duni, anasema afadhali sasa nikufe. Bwana wetu apewe sifa, maana amefungwa. Huyu mtu wakati Yesu alikuja anamuuliza ungependa kuponya, anaambia Yesu ni dikoragwo na mundu wa kujikia irimaini. Blessed be the name of the Lord. Anatoa ushuhuda, anaambia Yesu, mimi nimekuwa nikiona muujiza, nyinyonaga kiama o hindi, no kwiruta haha nditware kiama-ini dikoragwo na hoti, na bado gutikoragwo na mundu wa kundwara, hata hakuna mtu wa kunipeleka. Bwana wetu apewe sifa. Listen to me. Chochote ambacho tutawahi hitaji katika maisha, hakuna mtu ambaye Mungu aliumba hakumuumbia na urithi wake, na shetani anajua hivyo. So shetani huleta bondage hii, anasema huyu ninajua baraka yake na mambo yake iko pale, tutamuweka uwete. Sasa uko hapa, kazi yako ni kusema sina mtu wa kunipeleka, na ninataka nikwambie hakuna mtu wa kukupeleka, hakukuagi na mtu. Kwa hivyo utakaa miaka 38, utakaa miaka 40 ukigojea mtu, ni kwa sababu hakuna mtu, kwa sababu umefungwa na uwete. Nimekuja kusema kila aina ya uwete wa kiroho ufunjike katika maisha yako. Blessed be the name of the Lord. Shika akili zako, sema katika jina la Yesu, mawazo yangu haitashikwa na uwete ili nisifikirie kile ninahitajika nifikirie. Sema mikono yangu haitashikwa na uwete wa kutofanya kile ninapaswa kufanya. Mundu wina roho uyu ni athiaga gukomba avocado ena mbeca muko. Yani anataka, yani kuna roho inataka iwe impossible kununua hii kitu. Avocado no ndiate, ndia thate. Kiora kendia goro atia. Tukinegene ngakurehera rucio na mbeca ciiko. Pesa iko wapi? Yani roho
ambayo inataka iwe ngumu kuown hii avocado. Blessed be the name of the Lord. Maana the spirit of infirmity imekukunja mikono. Maandiko inasema for 18 years mutumia utauma na thina wa mahindi, no tari na thina wa mahindi na tari na thina wa mwili, miaka 18 agiturio uguo ni ngoma, athiage uguo ni ngoma. Blessed be the name of the Lord. Today in the name of Jesus we rebuke that spirit. Mikono yako itafanya kile unapaswa kufanya. Wewe utaown kile ambacho unapaswa kuown. Wewe utafika mahali unapaswa ufike. Miguu yako itakuwa active kuenda mahali unapaswa uende katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Very quickly. Mambo matatu ya kukusaidia kushinda the spirit of infirmity ama kujitoa katika bonde la roho wa uwete. Number 1, through the anointing of the Holy Ghost. In the book of Isaiah chapter 10 and verse 27, kupitia upako wa Roho Mtakatifu hizi zinaweza kufunjika. Isaiah 10 mstari wa 27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. Blessed be the name of the Lord. Sema anointing. Maandiko inasema kwa sababu ya upako nila katika shingo itafunjika. Nila ni nini? Nila ni ile kitu ambacho mpunda ama ng'ombe hufungiliwa hapa ili iweze kufuta jembe ama iweze kufuta ile trailer. Na wengine tumewekwa nila na shaitani, lakini maandiko inasema because of the anointing that yoke shall be broken. Today, in the name of Jesus, I declare every yoke in your life to be broken in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The same anointing ilisababisha mwanamke ambaye amejipinda miaka yote asimame. Ninasema the same anointing ikutoe katika uwete. Na uanze kufanya mambo. Na uanze kutembea. Na uanze kufikiria katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini shout a big amen. Number 2, the understanding of the work of the cross. Kule kuelewa kazi ya msalaba inaleta kufunja roho wa uwete katika maisha yako. In the book of Galatians chapter 3 and verse 13, understanding of the work of the cross. Galatians 3:13. Galatians 3:13. Christ, listen to me. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Listen to me. Kule kuelewa kazi ile ambayo ilifanyika msalabani itasababisha uwete wa kiroho ufujike. Nayo understanding hiyo inasema nini? Inasema hivi kwamba Yesu alipokufa msalabani alifanyika laana. Maana kulaaniwa ni mtu anayeagikwa kwenye msalaba. So alifanyika laana ili wewe sasa ukombolewe. Bwana wetu apewe sifa. Hiyo ikiingia ndani yako kwamba kupitia kazi ya msalaba mimi si mateka, mimi naweza panda ndege niende Amerika,
Mimi naweza toa pesa ninunue shamba. Mimi ninaweza toa pesa ninunue nyumba. Mimi ninaweza toa pesa nifanye mambo. Ukishajua hivyo, blessed be the name of the Lord, utakataa kukaa katika umateka. Blessed be the name of the Lord. Maana wengine wetu tunafikiria katika ile umateka umejikuta, unafikiria uliumbwa ukaage wapi? But with this understanding, church, that Jesus Christ of Nazareth died on the cross ili sisi tukombolewe. Hiyo understanding inapokuja katika mawazo yako, mara moja uwete unaweza kuyeyuka na kuondoka katika maisha yako. Nimekuja nikuambie leo, mtu wa Mungu, kuna mtu alipigwa viboko 39 ili wewe upone. Kuna mtu aliyedungwa na mkuki ili wewe ukombolewe. Kuna mtu alifalishwa taji la mimba ili wewe upate baraka. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Ni ombi langu ya kwamba Wakristo wawe na understanding ya kile Yesu alifanya msalabani. Ni ombi langu mchana wa leo Wakristo waelewe niki Yesu ekire mutharaba-ini, niki athiete gwika hau mutharaba-ini hauri ni atia ekire. Utakapojua hivyo, hautakubali warogi waendelee kukuroga. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Hautakubali uendelee kukaliwa na mapepo na maroho na mashaitani. Utaambia mapepo, tokeni. Kuna kazi iliyofanywa msalabani. Blessed be the name of the Lord. Sikia, wewe ni tofauti na wale ambao hawajui. Wewe ni tofauti na wale ambao hawajui Mungu. Wewe kuna gharama ililipwa na Yesu. Blessed be the name of the Lord. Waisraeli walipojua ya kwamba tulipaswa tukae mateka miaka 400, walianza kulilia Mungu. Paka Mungu akasema, nejigu nagona kiliro gya ciana cia Israeli. Ati akasema nini? Nimesikia na nimeona kilio cha wana wa Israeli. Unajua kulia ni mara mbili. Kulia mwingine hawezi jua analia ama halii. Lakini kuna mtu akilia, watu wote watajua anafanya nini? Anafanya nini? Jua kuna watu naliaga hivi. Unashindwa ni kucheka ama ni kucheka? Ni kulia. Lakini inaonyesha kwamba hawa watu wa Israeli, ili kilio isikike na ionekane, ilikuwa kilio ya fujo. Gai! Hey! Woo! Hey! Paka Mungu akasema, nimesikia na nimefanya nini? Kwa nini walie kilio ya fujo? Kuna understanding ilikuja katika kuna understanding ilikuja katika mawazo yao. Siku zetu za kukaa mateka zimeisha. Blessed be the name of the Lord. Tulipaswa tukae 400 years, zimeisha. Wakaanza kulia. Listen to me. Utakapo jua ile kazi ambayo Yesu alifanya msalabani, hautalia kama msungu, utalia kama Mkikuyu. Okorera ta Mugikuyu. Okorera na githu. Wewaga shuka kashifu ugeko. Okwajia korera kiugaga Ngai wa Israeli. Ota haujali kama watu wanaona kamasi ama wanaona nini ama wanaona nini, utalia kwa kisirani. Blessed be the name of the Lord.
Sasa shida yako ni kwamba bado haujajua ati wewe unaendelea kuteseka illegally. We nduri uramenya ati urathina kimahitia hareo kamenyera ati uthinaga kimahitia na indo ciaku ni ciekirirwo fegi ni ngoma cigano cigiragio ka withdraw ugukira utuku thaa kenda na ndukwenda kumenya kana ni uranegenera neighbor kana nduranegena. Bwana wetu pasifa. Mimi naonaga tukifika wakati wa maombi ukaona rĩu mũndũ ona kariu kana nĩ kũhoya kana nĩkĩ kana nĩ gwĩciria. Njũe kũrĩa andũ meciragia mahoya handũ ha mahoya. Ona mũndũ ikara yani areciria mahoya handũ kĩande. Rĩrĩa ũrĩmenya atĩ mũgũnda waku waneanirwo tene nĩ ngoma ciakuohire magũrũ ona ndũmenyaga ũkoragwo naku na cigĩtũma hakiri ciaku ituĩke itiraruta wĩra. Ndĩrakwĩra ũkauga mbu nginya andũ moke gwĩtĩka mbu. Ni wangapi wananielewa? Ni wangapi wananielewa? Mimi nataka nikuulize hivi ndugu Shomba. Ukikaa tu hivi saa hizi usikie eti kuna ploti yako Luda na nyumba ilijengwa na ikamalizwa na geti kajengwa na inakuaga pale na title deed iko mahali na wewe uko hapa unateseka na landlord. Ureherwo ripoti uirwo Gashomba ni uyate nyumba yaku Luda yarikire miaka 15 yathirire mĩtĩ rĩu kũu no mahuti ĩgũithagia nyumba ni kũgũrũka ũngĩgũrũka utakuwa wasimu. Useme you mean for all these years nimeshida hapa tukisumbuana na landlord na nyumba yangu kale ilimalizwa. Blessed be the name of the Lord. Utaomba maombi ya fujo. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Nimekuja nikuambie hivi, kile kitakutoa katika umateka huo ni understanding ya kujua ulia Yesu ekire mutharaba-ini. Tamakawe urwaraga kimahitia. Imagine wewe haupasi kuwa mgonjwa, unakuaga mgonjwa kimakosa. Ukijua hivyo no urege ngima uge nani ndaugo ndikuria ringi. Angikorwo ndwaraga ona irio icio heriai. Utaomba, utalia, utatafuta Mungu. Leo katika jina la Yesu nimekuja kukukasirisha kwamba kuna mambo yako ilimalizwa zamani na wewe uko hapa unasubuka. Makanyabura maundu maku marikirio tene ni Yesu mutharaba-ini. Agikuhereria kirumi kiria warumetwo nakio, agigutongia, agikuhe thayo, agikuhe gikeno mutharaba-ini na wewe ikarite haha. Jetereire Yesu. Yetereire Yesu, yetereire Yesu, yetereire Yesu. Ureterera Yesu oke ekete. Unagojea Yesu afanye nini? Yesu alikuja akafa msalabani. Kile kinafanyika ni spirit ya infirmity. Shaitani amefunga miguu yako, anakuzuia ukanyage uende uchukue vitu yako ubebe. Leo katika jina la Yesu ninafunja huo uvivu na ninaomba watu wa Mungu amkeni, endeni mkachukue mali zenu, endeni mkachukue uponyaji wenu, endeni mkachukue vitu vyenu, endeni mkatajirike, maana hiyo shughuli Yesu alimaliza zamani. Blessed be the name of the Lord. Yesu mutharaba-ini akiuga mothe nindarikia ni mathira. No shaitani agakuojia maguru, agakuojia hakiri, agakuojia moko, ugaikara koguo. Jikarita hajetereire mundu andware haria honio. Ugetera mwaka wa keri, wa gatatu, wa gatano, wa 20, wa 2021, wa 30, wa 36, wa 37, wa 38. Blessed be the name of the Lord. Nimekuja kusema toka katika kisima cha Bethesda. Mungu atie miguu yako nguvu, atie akili zako nguvu, atie mikono yako nguvu. Usimame uende ukachukue kile ambacho ni chako. Blessed be the name of the Lord. Tamakai tuthinaga irigari, turaragira irigari irio ciku. Yeah?
haiwezi kukukasirisha. Ulie kama wana wa Israeli. Paka Mungu aambie Yesu, andũ acio nĩ marĩra ndaigua na tokũigua wika, ona kuona nĩ ndona. Tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩrĩra service ĩno na mũtumia nĩ ekire atĩa? Nĩ arĩrire ahithĩte. No kũrĩ mũndũ ũngĩrĩra nginya arĩrire. Mũtumia ũcio arĩrĩte. Na rĩngĩ ona ndanaita maithori mũno, no rĩngĩ harĩ gũitĩte maithori mũno ndanonekana. Sasa ninasema ukasirike, ulie kilio kitakachosababisha Mungu aseme mtu huyu akombolewe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ambia jirani yako, inuka uende ukachukue baraka zako. Na ya mwisho, you must renew your minds. Blessed be the name of the Lord. Ninamaliza na kusoma Philippians chapter 4 and verse 13. Say ya Philippians. Mimi kuna kitu ninaomba leo. Mungu akubali tu katika jina la Yesu. Atufunjie hii roho ya wete. Katika jina la Yesu. Holy Spirit of God, come down today. Come down today. Come down today. Come down today in the name of Jesus. Repa shekata vagida busuri na mayante rebebeshi. Naomba roho wa Mungu atufunjie roho wawete. Hebu shika mkono wa jirani yako. Sema tunaomba katika jina la Yesu. Mungu atufunjie roho wawete ambaye ameinamisha watu miaka mingi wasiweze kufanya kile wanaweza kufanya. In the name of Jesus. In Jesus' name. Ninasema hivi wapendwa. Mungu ametubariki. Bwana wetu apewe sifa. Na ameachilia kila kitu ambacho ni chetu. But imagine Shaitani anaweza akakufanya kiwete miaka 38. Imagine Shaitani anaweza kukuinamisha miaka 18 na wewe si mgonjwa, wewe si maskini, wewe nduri muthini, no Ngai atume miaka 18 uturi uthiaga maguru. Ngai atume miaka 38 uturi urihaga rent, ti tondu nduri bia, no ni tondu ngoma ni ikuinamitie. Yani Shaitani asababishe wewe ukopakopage, si kwamba wewe hauna pesa, si kwamba wewe hauwezi fanya kitu, lakini tu kwa sababu Shaitani amekuinamisha na anasababisha wonage maundu nemo maria no agakwira we nduguthie. Holy Spirit of God, naomba leo katika jina la Yesu tufunjie hii roho ili tuende tukafanya yale mambo ambayo Bwana anataka tufanye. Naomba tusimame na miguu yetu. In the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, reparagada papushia verina katakatabukia zontoborina shanda rima rabagia davashoka tavaganda babusia. Ninahisi Roho Mtakatifu wa Mungu akisema kwamba katika ibada ya leo kuna watu wengi wako hivyo, waliinamishwa na mapepo, waliinamishwa onane waragia ukauga nie itakire moju no ita no ndingihota kuinama, na wewe muira
wewe muira wohoro uyu ati we ndukoragwo wi mwoju ona ndagitari ni akohorete x-ray na confirm thina ndukoragwo na thina wa mugongo no we muinamu nduri undu ungika ni uthimitwo ni aria mathimaga hakiri na ikauga wewe mundu intelligent na ikauga wewe mundu aria oge muno no ugi ucio wothe nduri kindu ukuhete ugi ucio wothe nduri kindu weigereire moko-ini riparakata gadababo siandai rima shekete verina santa. Wewe unajua vizuri kwamba wewe si masikini. Hata masikini wakiambiwa wainue mikono juu hauwezi ukainua, maana wewe unajua si mmoja wao. Lakini shaitani miaka 38 amehakikisha hauna kitu. Ndio wewe si masikini, lakini hakuna kitu uko nacho. Oh my God, oh my God. Repa santa rababorina, repa kita gadababoria. Inua kinywa chako mbele za Bwana. Ita Bwana wa mbinguni ambaye anaweza ona kilio. Oh my God, oh my God. This is serious. This is serious, my brother. This is serious, my sister. Oh, this is serious, Jehovah. Masanta pakita gadababoria, rima shandere pakata bagida baboza. In the mighty name of Jesus Christ. Mother nina manetoe ate tutire ya kegu ate netore na hakiri no hakiri shito nenyite rotire kedo shire shiatorehera. Ora parabagande reparina kita sota revazanto roboboshia rimakita gadababorina santa. Holy Spirit of the living God, I ask you to come down, Lord, and set us free from the spirit of infirmity. Ripakata gadaboshia rimakata gadamashekete riparia zonto boboza riparaganda babokoto boboza riatairi antereba shike riparavando roporokota gadamazike. Holy Spirit of God, come down today and set your people free. Come down, Lord. We in the synagogue, Baba, tuko kama sika, tuko ndani ya sinagogi kama yule mwanamke, kwa sababu tumekuja Jehova, situweke huru Bwana. Kumbuka huyu mzee ambaye mikono yake imetiwa uwete, hawezi fanya kitu, hawezi akajiletea kitu na mikono hiyo yake, hawezi akatenda kitu. Opa katagadabosa rapa kitagadaboria rima shantarababorina reparabagine memeza rima ria zonto bobosha oria katagada mazante ripa katagada yanteria. Holy Spirit of the living God, Holy Spirit of the living God, Holy Spirit of the living God, you who raised Jesus from the dead, come down today and destroy the spirit of infirmity. Today, Father, we speak to our mind. Atemeshiria maito nemekwehererio woje wagweshiria moko maito nemekwehererio woje wakonyita na kuonido magoro maito muthamaki wa muoyo nemekwehererio woje wakomagiria mathie kuria irathimo citoire. Oria sanda reparabagande reparina zakata reketegida basonto riparababoria zai. Oh my God and my Father, come down today, come down today, come down to the Lord and set your people free, and set your people free from the spirit of infirmity, from the spirit of weakness, Lord. Reshanda baboka, any spiritual impotence, any spiritual impotence, any spiritual impotence, Lord. Reparabaganda baboria, I declare it broken in the mighty name of Jesus. And spiritual impotence, Lord, we declare it broken in the mighty name of Jesus. Woje wothe wa kiroho netwaunaga tunauangusha katika jina la Yesu. Lilia mama, lilia Mungu mama, lilia Mungu ndugu. Reparabasanta, kasirika siku ya leo, kasirika
kasirika siku ya leo, kasirika siku ya leo. Eti for that 80 years umepoteza miaka yako, ili hali baraka yako ilikuwa tu pale. Ni kwa sababu na uwete wa kuingia kwenye kisima. Reshanda babori ya vanta na babori. Coming out of that bondage today in the name of Jesus. I declare freedom, freedom from the spirit of infirmity. Our minds will listen, our hands will own properties in the name of Jesus. Our legs will take us where we belong. Revakatagada santo bokitegeria lishekata magante rebeberina zanta. Oh my goodness, my Father, wachilia roho wa ukombozi, roho wa ukombozi, roho wa ukombozi, roho wa ukombozi. Repakatagada baboshi. Listen to me. You are in this service. Na unasikia mahubiri haya, unasema huyo ni mimi. Come learning, come learning, come learning in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pakatagida bushia. Repeketa gadaboria. Vasoko